kwa sababu sasa hivi Tanzania kila kitu kimepangalanyuka. Yani watu wa CCM wanajiona na wenyewe ni dola, serikali na yenyewe inajiona kwamba ndio dola moja kwa moja, inadhani kwamba ni mmiliki wa dola. Serikali sio mmiliki wa dola, inapewa usimamizi kwa muda ndani ya miaka mitano. Ndio maana serikali ikiondoka, dola huwa inabaki. Iliondoka serikali ya Nyerere, si huwa unasikia rais ameunda serikali yake. Rais huwa anaunda serikali. Hii serikali huwa inaondoka au inaweza kaondoshwa na kula kwa sanduku la kula, lakini dola huwa inabaki. Ndio maana bunge huwa mahakama huwa inabaki, bunge huwa linavunjwa kwa muda, lakini likivunjwa kwa muda, uchaguzi ukifanyika, bunge linaanza lina taratibu zake. Kwa hiyo tunaposema kwamba serikali sasa inapoanza kuingilia hivi vitu, dola huwa haiondoki. Chama chochote kikija kitatumia polisi hawa, kitatumia TRA hawa, kitatumia jeshi hili, ila kinaunda serikali ambayo itaisimamia dola kwa muda. Sasa tulipo sasa hivi, Chama cha Mapinduzi kinatumia taasisi nyingi za umma kwa manufaa yake. Lengo langu ni kwamba ikifikia hatua hiyo, maana yake sasa serikali inakuwa tishio, kwa sababu inaingilia majukumu na vyombo vinakuwa vifanyi kazi kwa mujibu wa sheria. Lakini pia katika andiko lako hapa ipo sehemu ambako umezisema taasisi za kidola pamoja na mihimili kwamba inatumika kisiasa. Ni taasisi zipi hizo ambazo ulikuwa unazikusudia, Msigwa? Kwa mfano, jeshi la polisi. Jeshi la polisi linatakiwa liendeshe ulinzi na usalama kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni, kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba ya nchi. Jeshi la polisi, kuna sheria ya vyama vya siasa, ina taratibu zake. Vyama vya siasa vinafanyaje kazi, lazima lifuatwe. Usalama wa taifa una sheria yake, lazima ufuate utaratibu wake kwa mujibu wa kanuni, sheria na katiba. Jeshi la wananchi kwa mujibu wa kanuni, katiba na sheria. Kwa hiyo jeshi la polisi linapoanza kwenda kinyume, yani kwa mfano tunategemea IGP, kwa jinsi ilivyofafanua tofauti ya dola na serikali, tunategemea IGP akipewa oda na kiongozi wa serikali, hata kama ni rais, ambayo iko kinyume na kanuni, katiba na sheria, amwambie bwana mkubwa, anampigia saluti, lakini aseme hili linakiuka kanuni namba fulani au ya mwaka fulani na sheria ya mahali fulani na ni kinyume cha katiba. Kwa hiyo hili agizo lako halitekelezeki. Sasa unaposimama, kwa mfano sasa hizi anatoka mtu kama huyu Patrobas anasema tunazuia, anamwagiza IGP, hayo mamlaka hana. Unashangaa unaenda kwa mfano NCCF au unaenda mashirika ya umma, yote haya yanaendeshwa kwa mujibu wa sheria, yapo kuwatumikia wananchi kwa mujibu wa sheria, bila kuwa na utii kwa chama chochote cha siasa. Sasa kwa bahati mbaya vyombo vingi hivi vinaendeshwa na unakuta kiongozi wa CCM anatoa amri kwa mkurugenzi, kwa mfano wa manispaa, anatoa amri kwenye taasisi za umma, ni kinyume kabisa na sheria, kwa sababu sheria zipo zinazoongoza. Sasa ikifikia hatua hiyo, ni kwamba sasa mtu yoyote au kikundi kokote kanaweza kakatoa amri yoyote kwa mwamvuli wa chama. Sasa hivi huwezi kuelewa tofauti ya Chama cha Mapinduzi, serikali na dola, yani vyote viko pamoja. Wapo baadhi ya viongozi hata upinzani pia wanakiri kwamba Mheshimiwa Rais ni msikivu. Tatizo anakosa wale watu sahihi ambao wanamshauri. Ukapewa nafasi ya kuweza kumshauri Mheshimiwa Rais, hususani tuwe katika huo utawala ambao unaongozwa kwa sheria na kuheshimu misingi hiyo, nini utamshauri? Rais anapaswa asimamie mifumo. Nchi inaendeshwa kwa mifumo iliyothabiti. Hatuhitaji kuwa na rais msikivu au sio msikivu. Akipatikana rais ambaye ni msikivu au sio msikivu, mifumo ikiwa imara itamnyosha, atakaa kwenye laini. Tunataka tutengeneze mifumo ya kujitegemea, serikali ikae kama serikali, bunge likae kama bunge. Serikali inaongoza dola. Chombo pekee kinachotoa haki kwa mujibu wa katiba yetu ni mahakama. Sasa haki hii isiwe fadhila au huruma ya kiongozi wa nchi unayesema kwamba anaweza kuwa ni msikivu. Haijalishi awe msikivu au sio msikivu. Ukiangalia kwa mfano Marekani, Trump sio msikivu, lakini kwa sababu taasisi ziko imara, akitoa amri ambayo inaenda kinyume wanamkatalia kwamba hii hatutatekeleza. Na vyombo hivi vya usalama
vipo kulinda katiba, vipo kulinda taasisi, havipo kumlinda mtu, kwa sababu hao watu wao wanaondoka. Kwa hiyo ushauri naoweza kumpa rais ni kwamba aimarishe mahakama ziwe huru, serikali iwe inaweza kushtakiwa na iwe inashindwa kesi, ahakikishe nchini ya kidemokrasia, demokrasia ifanye kazi yake. Haya ndio majukumu makubwa ambayo naweza kumshauri, kwamba bunge liwe ni bunge la kuisimamia serikali mifumo. Ndio maana unakuta tuna waziri mkuu anayehangaika. Ukiangalia kutoka pale juu mpaka huku kwa mwenyekiti kwa mtendaji wa kitongoji kuna mifumo imewekwa, lakini hii mifumo imekuwa dhaifu kwa sababu yule aliyepewa mamlaka anaweza kapigiwa simu na yoyote, anaweza kapigiwa simu na mwenyekiti wa CCM kwamba hilo usifanye, akalitii, ambaye hayumo kwenye mlolongo, anaweza kapigiwa simu na mtu yoyote ambaye hayuko kwenye mfumo akati. Kwa hiyo matokeo yake kumekuwa shagala bagala kiasi kwamba kwa sababu mifumo hii ifuatwi. Kwa hiyo mifumo ina nguvu, ndio maana mkuta waziri mkuu anatembea kilomita nyingi kutoka Dodoma aende na Mtumbo kwenda kusikiliza eti watu na mke na mume wamenyimana unyumba, sijui wamenyang'anana na mashamba, wakati vitu vyote kwenye mfumo viko. Haya ni matumizi mabaya ya mali ya umma, lakini vile vile hii ni kuonyesha kwamba hata dhana ya uongozi wa waziri mkuu na wenyewe unakuwa kwenye mashaka, kwamba hizo sio kazi zake. Nchi hii tuna matatizo mengi sana. Yeye anatakiwa kae na rais, washughulike na mambo ya kujua tuna import kiasi gani, tunauza nje kiasi gani, washughulike na mambo makubwa ya uchumi. Huku chini kama mifumo inafanya kazi, mambo yataenda vizuri. Hii inaleta shida kwa taifa. Ndio maana nasema ni hatari kubwa sana, na Chama cha Mapinduzi kinajiona kwamba kina hati miliki ya kutawala milele, hakiamini kwamba kinaweza kikatoka madarakani. Yani kimejibirikisha. Hii ndio shida. Sasa hii pressure inazidi kumount kwa wananchi, na kuna mifano mingi duniani hii pressure ili mount. Kiongozi makini hafikirii atumie mbinu gani za kubaki madarakani. Kiongozi makini anafikiri nchi hii nitakapoondoka mimi nitaiacha katika ubora upi zaidi ya vile nilivyoikuta. Huyo ndio kiongozi makini. Kuna sehemu hapo umezungumza kwamba siku zote chama ni cha muda, taifa ni la milele. Ni kwa namna gani sasa unaona chama tawala kimefungamana na serikali? Imefungamana katika maeneo mengi ambayo nimetoka kufafanua. Imefungamana katika mambo mengi. Kwanza, kilipofika sasa hivi kichama hakiwezi kushinda uchaguzi, na hii ni hatari. Kwa sababu chama cha siasa kinatakiwa kishinde kwa sababu kina ushawishi kwa wananchi. Chama, ukiwa mwanasiasa kama una ushawishi kwa wananchi, you are not a politician, fanya kazi nyingine. Kwa hiyo kwa muunganiko wake chama cha siasa kinatakiwa kiwe na ushawishi. Sasa CCM haina ushawishi. Hakuna kitu ambacho CCM wanaweza kafanya leo hapa Tanzania wakaitisha mkutano watu wakaenda kwa hiari. Wanalazimika kusomba watu, lakini hata kuwasikiliza kwenyewe hawawasikilizi. Tofauti na chama kwa mfano cha Demokrasia na Maendeleo. Nyinyi mmekuwa mashahidi, juzi hapa tumefanya mkutano, jinsi watu walivyokuwa wanaenda kwa wingi kwa hiari kwenda kwenye mikutano. Sasa chama kimepoteza ile influence. Kwa hiyo kinalazimika kutumia la nguvu, kusomba watu, kuwapa hiyo listening allowance, na mikutano yao mingi ni sio organic, ni rented crowd. Yani ni mikusanyiko iliyokopwa ili ije kusikiliza. Sasa kwa hatua iliyofikia ni hatari sana, kwa sababu kunyang'anya na ili wabaki madarakani, ambayo na yenyewe itafika mwisho kama matokeo yaliyotokea, mauaji yaliyotokea tarehe 29. Sasa sielewi wamejipanga kiwango gani kwamba mwaka 2030 ili wabaki madarakani. Na ndio maana nasema imejifungamanisha, na hii ni hatari kwamba kuamini kwamba wewe huwezi kutoka madarakani, na mifano mingi nimeieleza kwenye majukwaa mengine, lazima wataporomoka kwa sababu wananchi hawatakubali. Na hili doa hili waliolipata tarehe 29 hili ni kwa sauti kubwa ya Heche, hili lazima iondoke na CCM. Na kwa bahati mbaya, kwa sababu imejifungamanisha, hata watendaji wabaya ndani ya serikali watu wanaona ni CCM. Yani CCM imejifanya kama na yenyewe ni serikali. Kwa hiyo mauaji yametokea na CCM inachanganywa humo. Sasa kwa sababu CCM wamejichanganya, chochote kibaya kinachofanywa na serikali na wenyewe wamo humo. Kumbe CCM itakiwa kibaki chama cha siasa ambacho kiliunda serikali, na watendaji wa serikali wakikosea, CCM iwe na uwezo wa kuwajibisha. Nakumbuka nikiwa bungeni wakati wa Kikwete, kuna mauaji yalitokea Tokomeza. Ilibidi
mawaziri wengine wawajibishwe bungeni. Chama kilikuwa kinatoa matamko. Nakumbuka ule wakati wa Nape na Mzee Kinana walikuwa wanapita wanasema kuna mawaziri mizigo. Chama kilikuwa kina uwezo wa kuisimamia serikali. Sasa hivi chama hakina uwezo. Hakina uwezo kabisa, huwezi kumchukua kiongozi yoyote wa Chama cha Mapinduzi ukasema simame hapo mbele aongee na wananchi wakamsikiliza. Hayupo. Kimeondoka kwenye dhana ya utu ya Mwalimu Nyerere, kimeondoka kwenye dhana ya kwamba ni chama cha watetezi wa wanyonge. Hakipo, na ndio maana sisi tuna ujasiri popote tutakaposimama. Sasa kwa sababu umepaniki kama hivi sasa ndio wanatoa maamri ambayo ni kinyume cha sheria. Pat Roberts hana mamlaka hiyo. Sasa hii ni kutumbukia shimoni zaidi. Msigwa, wapo baadhi ya viongozi wa chama tawala pamoja na serikali wanaweza kuona haya maoni unayoyatoa pamoja na lile andiko lako labda ni maoni yako tu ya kisiasa na hayapo katika uhalisia. Hizi nimeongea ni facts. Ni facts, labda nikuelekeze huyu anayetaka kuja apinge. Nikisoma kwa kichwa utasema labda ninatoa kichwani. Lakini haya nayo yasema ni yasome ili mtu akitaka kunipinga nipinge. Dola ni nini? Dola ambayo maana yake ni state. Naomba niyasome hapo univumilie ili watu wasiseme mimi natoa kichwani. Sasa kama mtu anapinga hayo anayosema, aje na yeye na hoja yake. Tena hii ni masomo ya civics ya darasa la 3 la 4 tu. Nikimchukua mtoto wangu Simeon inapita, haya wanaweza kuyaeleza, lakini haya yamepotea na serikali hataki kufundisha watoto wetu hawa. Somo la uraia halifundishwi kama inavyopaswa. Dola ni nini? Dola ni taasisi ya kudumu ya taifa inayojumuisha katiba, bunge, serikali ambayo ndio mtendaji, mahakama, vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi nyingine za umma, kwa mfano TRA, NCCF, kuna vitengo vingi vya umma. Hiyo inajumuisha dola. Sawa? Na dola haibadiliki kila baada ya uchaguzi. Serikali ndio hubadilika. Sasa aje mtu anipinge katika swala hilo. Sasa serikali ni nini? Serikali ni sehemu ya dola. Serikali sio dola. Ni sehemu ya dola. Ni muhimili mtendaji unaopewa mamlaka kwa muda kupitia katiba na sheria ili kuendesha shughuli za nchi. Sasa hivi hapa inajigeuza kwamba yenyewe ni dola, ni sehemu ya dola na wajibu wake ni kusimamia utendaji. Mamlaka ya serikali yatokana na katiba, sio kinyume chake. Ndio maana wanapewa miaka 5 wanaendelea. Nieleze na bunge ili watu wapate picha zaidi. Bunge ni muhimili wa dola wenye kazi ya kutunga sheria, kuidhinisha matumizi ya fedha za umma, kuisimamia na kuiwajibisha serikali kwa mujibu wa katiba yetu. Mahakama ni muhimili wa dola wenye jukumu la kutafsiri sheria na katiba, kusuluhisha migogoro, kulinda haki na kuhakikisha sheria inafuatwa. Sasa nikwambie mipaka ya serikali. Nimesema hii ni sehemu. Sasa huyu anayesema kwamba mimi ni maono yangu atuletee yeye somo la uraia ambalo linaenda kinyume na haya ninayoyasema. Mipaka ya serikali ndani ya dola. Serikali nimesema ni sehemu ya dola, lakini serikali sio dola. Sawa? Dola nimejumuisha vitu vingi na serikali ikiwemo. Sasa serikali sio dola. Ni msimamizi wa mamlaka ya dola kwa muda, serikali. Kwa hiyo ina mipaka ifuatayo ndani ya dola. Sawa? Haiwezi kuwa juu ya katiba. Serikali yapaswa kuwa juu ya katiba. Unaposimama unasema mikutano imesimamishwa, unavunja katiba. Tayari serikali imekwisha kuwa juu ya. Sasa ngoja nimalize kwanza mipaka. Sawa? Inavunja haiwe juu ya dola. Namba 2, haiwezi kuingilia uhuru wa mahakama. Haiwezi kulinyima bunge mamlaka yake ya usimamizi. Bunge linasikiliza tu. Wabunge wote kila saa vigeregere tu kuhusu serikali. Wakati wao wanatakiwa waseme hizi hela zimekwenda wapi? Zimetumikaje? Hawa watu wamekufa, tuambieni wamekufaje? Waliohusika kuwaua wa watu wamechukuliwa watu gani? Bunge limekaa kimya. Haiwezi kutumia taasisi za dola kwa maslahi ya chama cha siasa au viongozi binafsi. Kwa hiyo serikali inawajibika kwa wananchi kupitia katiba ya sheria, bunge na mahakama. Kwa maneno mengine, serikali ni mdhamini wa dola, si mmiliki wa dola. Na ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano, hii katiba mbaya tunataka kuibadilike. Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 4
inaweka mgawanyo wa madaraka kati ya mihimili mitatu ya dola: bunge, serikali mtendaji na mahakama. Na ibara ya 107A inatambua mamlaka ya mahakama na kusisitiza kuwa utoaji wa haki utafanywa kwa kuzingatia katiba na sheria. Katiba hii imesema, lakini vitu vyote vizingatiwe. Kwa hiyo dola ni ya wananchi, serikali ni ya muda, bunge hutunga sheria, mahakama hutafsiri sheria na serikali hutekeleza sheria. Serikali inapojaribu kujiona kuwa ndio dola, mipaka ya utawala wa sheria huanza kufutika na demokrasia huingia hatarini. Sasa tunatokaje sasa? Kutoka hapa ndio maana sisi tunadai katiba mpya, na ikiendelea kwamba itaendelea kufanya hivi hapa, kwa sababu hili tatizo sio swala la Chadema, ni tatizo la wananchi wote Tanzania. Kutoka hapa ni kwamba lazima serikali jitenge, vyama vya siasa vijitenge, mali za umma zisitumike kukinufaisha chama kimoja, kwa sababu katiba yetu inasema nchi hii ni nchi ya kidemokrasia ya vyama, mfumo wa vyama vingi. Wajibu wa polisi kwa mfano, wana haki ya kulinda, na wakiona kuna viashiria vya ukosefu wa uvunjaji wa amani, wana haki ya kulinda nchi yao. Lakini nchi hii, anayetaka kufanya siasa alindwe, ambaye hataki kufanya siasa alindwe, anayefanya biashara alindwe. Huwezi kusema sasa, kwa sababu wanasema tunazuia kwa mfano mikutano ya vyama vya siasa. Mimi ndio kazi yangu. Katiba haisemi kwamba wanizuie kufanya kazi. Kwa hiyo mimi hapo wananinyima haki zangu za msingi, ni uvunjaji wa katiba. Kwa sababu mimi ni mwanasiasa, nataka niongee na wananchi, niwashawishi, niwaambie ubaya wa serikali iliyoko madarakani ili itakapofika uchaguzi tuwatoe. Unapozuia, kimsingi kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ni kukipendelea chama cha kilichoko madarakani. Yaani ni sawa na kwenye mpira, refa anakuwa sehemu yenu, wewe hatu kinawa anakuacha tu. Ukishika ukimkwatua mtu na njumu anakuacha ili timu yake ishinde. Ndio sasa serikali na imemiliki imekamata vyombo hivi vinatumika kwa maslahi yao kubaki madarakani. Kwa hiyo huwezi kusema kwa kufanya hivyo wanalinda usalama wa taifa. Ni hatari zaidi kuliko maadui wa mipakani. Usalama wa taifa linakuwa salama pale wananchi wanapokuwa na imani na dola. Ninapozungumzia dola, kama nisema, katiba yao wanaona inaheshimiwa, serikali inafuata utaratibu, taasisi za umma zote zile kama mahakama, bunge, kila kitu kinasimama. Wananchi wakiviamini vitu, usalama ndani ya taifa unakuwa mkubwa sana. Tutakuwa na shida tu ya nje kwa sababu wanakuwa wametengamaa. Na usalama wa taifa haujengwi kwa nguvu za dola peke yake. Usalama wa taifa unajengwa juu ya nguzo 5. Nguzo ngapi? 5. Ya kwanza, ili kuwe na usalama wa taifa ndani ya nchi, katiba lazima iheshimiwe kuliko matakwa ya watawala. Hilo ni jambo la kwanza. Katiba lazima ifanye nini? Iheshimiwe kuliko matakwa ya mtu, sijui ni mpole au msikivu. Hapana, lazima katiba ifanye nini? Iheshimiwe. Nguzo ya pili, taasisi zinajitegemea na kutenda haki bila upendeleo. Zio zinajitegemea, haziingiliwi na mtu. Kwa mfano mahakama, jaji au hukumu kufuatana na mujibu wa sheria, asipewe kimemo na mtawala yoyote. Bunge liisimamie serikali, ikikosea liikosoe na liiwajibishe. 3, sheria kutumika kwa usawa kwa kila mtu. Watanzania wote wao wanaona kwamba nikienda mbele ya sheria nitahudumiwa sawa na Juma, nitahudumiwa sawa na Hamisi na Petro na Hamisi. Sitabaguliwa kwa dini yangu, sitabaguliwa kwa chama changu cha kisiasa, sitabaguliwa kwa katiba yangu. Sheria itanihukumu sawa. Watu wanaanza kuwa na imani na nchi yao na serikali yao. 4, ushindani wa kisiasa ulio huru na haki. Bwana mwandishi, wewe unadhani ushindani wa kisiasa una huru na haki kwenye nchi yetu? Utafukuzwa kazi. Nikuulize wewe. Mimi ninasema haupo, na Watanzania wote wanaona haupo. Wananchi waone ushindani wa kisiasa, yani jinsi inavyotendewa Chadema, inavyotendewa CCM, inavyotendewa TLP, inakuwa haki. Leo imefika mahali mtumishi wa umma akifuata haki, watu wasema wanasema huyu atakuwa Chadema huyu. Yani mtu anayefuata haki watasema Chadema, kumbe Chadema ndio tunaofuata haki. Kwa hiyo vitu lazima viwekwe sawa. Na la mwisho,
serikali inayowajibika kwa wananchi na kujenga imani yao. Hizi ndio nguzo ngapi? 5. Usalama wa nchi unakuwa umetengamaa. Sasa kwa bahati mbaya mambo yote ninayozungumza haya yote ukiweka kwenye mizani ukalinganisha na jinsi CCM inavyofanya kazi, CCM wana kazi sana. Na ushauri wangu wa bure kwa Chama cha Mapinduzi, warudi kwenye CCM ya Mwalimu Nyerere, ya utu, haki, usawa, uzalendo. Hii ya makaratasi wanasema utu ni wa makaratasi tu, lakini hauko utu kwa vitendo. Watanzania, haya niliyoyazungumza bila kujali itikadi za vyama vyetu, hebu tuyatafakari. Wengi mnatumika bila kujua, lakini kuna wachache wanaofaidika. Tulione taifa kama la kwetu sisi sote, iwe ni mwana CCM, uwe Chadema, uwe chama chochote, turudi kwenye uzalendo. Lakini nchi yetu imefika mahali ambapo vyombo vya umma vinachezewa na kikundi kidogo cha watu ambacho kimejimilikisha. CCM haipaswi kujimilikisha dola. Na hata huko CCM sio wote, ni wachache fulani ambao wamejimilikisha, au wengine huko wanatumika tu tu. Kwa hiyo maoni yangu kwa wananchi, hebu turudi tuiwajibishe serikali itimize majukumu yake, na ikibidi kwa pamoja tuikatae serikali hii, na ili tuliweke taifa letu katika misingi imara ambayo hata baba wa taifa alianzisha. Hii CCM iliyopo hii, utu wanaosema, uwajibikaji uko kwenye makaratasi, lakini sio ile ya Mwalimu Nyerere. Alikuwa anatufundisha siasa ni kilimo. Mwalimu Nyerere alikuwa anasema utu alikuwa anaonekana. Ulimuona kwa mfano baba wa taifa hakuwasogeza watoto wake kwenye mambo ya siasa. Walikaa mbali. Hatukuwahi kuona Mwalimu Nyerere anatuhumiwa kwamba sijui madaraka au makongoro. Hata Makongoro juzi amezungumza, alivyotaka kugombea akamwambia kaongea na baba yako, akasema baba naye mfahamu, haya mambo hawezi kunisikiliza. Aliheshimu. Tufike mahali tuheshimu vyombo vifanye kazi kwa mujibu. Haya mambo yanaleta maneno mengi kwamba kuna nepotism, wengine tumeamua kuyasema ili tulijenge taifa letu liwe taifa bora lenye nguvu kwa ajili ya mustakabali wa watoto wetu. Hii keki ya taifa sio mali ya watu wachache, ni mali ya sisi sote. Lazima tutayasema. Haya mambo mengine niliyoyasema tutayasema kwenye mikutano inayokuja. Tunajua watafungua tu, kwa sababu hawana namna, watafungua mikutano, tutayazungumza. Kuna tofauti kubwa sana kati ya peacekeeping na peace making. Na mara nyingi sana serikali ya Chama cha Mapinduzi inapenda kuwaambia wananchi kwamba tudumishe amani. Sawa. Lakini umuhimu ni kujenga amani. Kudumisha amani ni kwamba unaona watu wanagombana, unasema msigombane, mtulie tu, msigombane. Huko ni kutunza au kudumisha amani kwa muda. Lakini kujenga amani, ukikuta watu wanagombana, unatafuta chanzo cha ugomvi wao. Hiyo ndio kujenga amani, tunaita peace making. Ndio maana kwenye Biblia Yesu alisema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Na nimesahau hata kwenye Qur'ani imeandikwa. Kupatanisha, unapatanisha watu waliogombana. Na wanaogombana kuna kuwaga na sababu kwa nini wamefanya nini? Wamegombana. Sasa CCM inatumia kichaka cha kusema tudumishe amani bila kuangalia chanzo cha ugomvi. Kwa mfano, kuna kuwaga na ugomvi kati ya wakulima na wafugaji. Wakulima wanalalamika kwamba wafugaji wanaleta mifugo yao kwenye mazao yao. Wafugaji wanalalamika kwamba wakulima huwa wanaweka sumu kwenye maji yetu. Kwa hiyo kuna tukiaga na ugomvi. Hawa wanasema mnaweka sumu kwenye maji yetu ili ng'ombe wafe. Hawa wanasema mnalisha ng'ombe wenu au mifugo yenu kwenye mashamba yenu. Kwa hiyo pale huwezi kwenda ukasema msigombane. Wakati wakipeleka ng'ombe wao watakunywa maji yenye sumu au watakula mazao ya. Kwa hiyo lazima ukae chini na wafugaji na wakulima. Shida yenu ni nyinyi ni nini? Na nyinyi shida yenu ni nini? Sasa hapa ili ku make peace making, unasema shida ni maji na mazao. Tuweke mipaka. Maji yenu mtakunywa hapa au tutaweka na ulinzi, na kilimo mtalima huku, na nyewe mifugo mtafuga huku. Hiyo inaitwa peace making. Kwamba wale watu wasifanye. Ukija kwenye siasa
Wewe unasema tudumisha amani, watu wanavuruga amani, wakina Mwigulu wanaongea nani kile tutalinda amani kwa nguvu. Amani hailindwi kwa nguvu. Amani inalindwa kwa trust. Kinachokuja ni nini? Wewe tunakwambia hili jeshi la polisi linakupendelea. Unaweka refari wako mwenyewe. Unamchagua mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wewe. Tukienda kwenye uchaguzi, mahakama jaji unamchagua wewe. Hutaki kushtakiwa. Alafu tukidai hivi vitu unasema hawa wanavuruga amani. Mkaage tu, mtuliage tu. Tunasema tuwe na tume ya uchaguzi huru. Tuwekane mipaka sawa kwamba amani tunayoijenga wewe ulizike na mimi nilizike. Sasa hawa hawataki. Anakuwa na refa wake. Wewe unavaa anasema wewe uvae njumu za kawaida, yeye anavaa njumu za chuma, akikukwatua hata damu inatoka, ukilalamika anasema unaharibu amani. Akikupiga ngumi anasema ukaage kimya. Sasa huo ni wenda wazimu ambao tumefika mwisho kwamba we are sick and tired na hizi lugha za kusema tudumishe amani. Tunataka lugha za kujenga amani. Na ndio maana katika Biblia tena kuna mfano mwingine wa Lot na Abraham. Wafugaji wake walikuwa wanagombaniana eneo la kuchunga, eneo la malisho. Walipoanza kugombana ikawa vita kali. Abraham alikuwa ni kiongozi, akaenda kwa ndugu yake, binamu yake, nephew, Luti kwa Kiswahili tunaita. Akasema bwana, hawa wachungaji wetu wanang'ang'aniana mifugo, kwa sababu Abraham alikuwa na mifugo yake na Lut alikuwa na mifugo yake. Akasema wanagombana, sisi ni ndugu, tusigombane. Akasema sasa ukichagua upande huu, mimi nitaenda upande huu. Ukichagua upande huu, mimi nitaenda upande huu. Lot akachagua upande wake. Kwa bahati mbaya akachagua Sodoma na Gomora na kwenda kupata matatizo. Lakini alivyochagua ugomvi kwa nini? Hiyo ndio peace making. Na kwa bahati mbaya sana kuna wachungaji wengine, kuna hivi vinaitwa amani kamati za ulinzi na usalama za kidini hizi. Zile mimi naweza kusema zile ni PR wa Chama cha Mapinduzi. Wale hawana cha amani wala nini. Kwa sababu hawataki kwenda kwenye kiini. Unakuta kuna mashehe na wachungaji na maaskofu wanasema mimi ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa amani. Ni uongo tu, wanatumiwa tu na serikali. Kwamba wewe watambui wale. Wapo, siwezi kusema si watambui, lakini wanafanya kazi ya CCM. Hawafanya kazi ya kulinda amani. Kwa sababu wengine hata maombi ili waombe wanapelekewaga tu, hawaombi yanayotoka moyoni, wanapelekewa vikaratasi ili viwe vinaifeva serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo wale warudi kwenye kujenga amani, na kwenye kujenga amani peace making ni kujua chanzo cha matatizo. Kwa hiyo chanzo cha matatizo ya kisiasa Tanzania ni mizania ambayo haiko sawa, mizania inayoipendelea CCM. Kwa hiyo yoyote anayezungumzia masuala ya amani lazima tushughulike na peace making, not peace keeping. Peace keeping eti saizi unanipiga ngumi sema tulia, tuwe na amani tu. Ukilia anakupiga ngumu, ukilia unaharibu amani. Yaani hata kulia tusiwe tunalia. Hatuwezi kufika hapo. Kwa hiyo hii nadhani nimefafanua kwa undani zaidi. Lakini nayo ni topic pana ambayo tunaweza tukaenda kwa upana zaidi.